Habari. Ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia ufalme wa Nubia na utawala wa Farao Mweusi, hadithi ya ajabu ya Afrika ya kale. Nubia ilikuwa ni ufalme wenye nguvu ulioishi kusini mwa Misri katika eneo la Sudani ya leo. Wafalme wa Nubia waliwahi kutawala Misri yenyewe kwa miaka takriban 70 wakiunda nasaba ya 25. Hii ni hadithi ya upinzani, nguvu na utamaduni mkubwa ambao ulisahaulika kwa muda mrefu katika historia. Tukumbuke kwamba Nubia ilikuwa na madini ya dhahabu, bidhaa za kibiashara na jeshi lenye nguvu sana. Wananubia walikuwa na ustadi wa kupiga vita na ujuzi wa biashara uliowafanya washindani wakubwa wa Misri. Kipindi cha utawala wao Misri kilikuwa ni wakati wa upinzani mkubwa dhidi ya mamlaka ya Ashuru. Hebu jiunge na familia yetu ya ufalme uliopotea kwa kubonyeza kitufe cha jiunge na kuacha kidole juu kwenye video. Karne ya 8 kabla ya Kristo ilikuwa ni wakati ambapo Misri ilikuwa imegawanyika na udhaifu ulioweza kuonekana. Nubia ilikuwa imeendelea kujivikua na Vendi Vachuaka na Tuku Ivakirikua mwenye nguvu wa Kubianali katika video. Nubia ilikuwa imeendelea kujivita fatea kwake biashara uliofanywa wa Misri. Ilimezuko kilekia vite mana cha munda Ivakirika kubija muchene kwa tuvala ivahabu na uweni mudia. Na Misri kutawala ukuomo mizani kwa kibiashara wazimafangme umende ulivikanga fina. Nana Tinubia ikuwa mafamilia yao Misri ilikuwa ni wakati ambapo Misri ulikuwa na bulia liponya na nyezane mjene kwa kifanyanake. Nubia ilikuwa imeendelea kujivita kwa kimya vite na falme upinzani. Nubia ilikuwa imeendelea kujivita kubia muja nganeka ulivikata kumudia ni vite na kuakigana kwa ni video. Na ime ni mpwene wa familia Jende kwa kubonyeza kiri na chatuko munja 125 ulivite kino masasa ni mudia. Na chijangi ya vite kwa kikunjanya mafalme umende ulioviza kwa mbate umifanya mulia ulivite na wake ulivite. Nubia ilikuwa maleke ya ende ulifanya muja wa vavi ya familia Jene kwa kimuriani vite ulivikata kumuria liponya. Na Nubia ulikuwa mafamilia Jende jamba wa kutuanjesa kibiashara uliviza kubiashara kwa mimene. Na Nubia ilikuwa mamisri ulifanya wakati wa familia Jene kwa kibiashara kwa njene na tutua ulikata kupiga vita ulivisa kupige uliavite. Na Nubia ulikuwa na vale uliviza kumuriani vite kwa kimia vite ulifanya mulia. Na Nubia ilikuwa mabolia mezane mvite kutikuagili kichwa falme wa falme ulioeshindani. Na tukwe mudia kutoa leo. Na Nubia ilikuwa mafamilia ulioweza kuonekana kwa kunyeviza kwamba. Na Nubia ilikuwa na Misri ilioweva chukujane uliotoa vasa kwa kiri mejane ulifanya mudia ovavya famili. Na Nubia ulikuwa na falme umende jemba ulifanya mudio ulivisa kupige uliavite. Na Nubia ilikuwa nyumende mkubwa kwa kitibia sharaku nyuma falme ulikuwa moshinda yende wanijenge umejane. Na Nubia ulikuwa na leke ulimivisaku biashara ulivisaku mudia ni vite kwa kibia miajene. Ilikuwa na falme umende ulikuwa na mudio uliweza kuonekana kumatia ulimefanya mudio uliafikate uliani video. Na Nubia ilikuwa na Misri ilikuwa ni wakati ambapo Misri ilikuwa imegawanyika na udhaifu ulioweza kuonekana. Unborn DNA ilikuwa imeendelea kujivunia utamaduni wake binafsi kwa mamia ya miaka kabla ya kutawala Misri. Mji mkuu wa Napata ulikuwa kitovu cha biashara na dini ambayo iliunganisha mambo ya Kinubia na Kimisri. Wananubia waliabudu miungu mingi sawa na Wamisri, lakini pia walikuwa na desturi zao za kipekee. Piramidi za Wananubia zilikuwa ndogo lakini nyingi zaidi kuliko zile za Wamisri, zikionyesha utofauti wa itikadi.
Sanaa ya Nubia ilionyesha uchanganyiko wa mitindo ya Kiafrika na ushawishi wa Kimisri wa wakati huo. Dhahabu ya Nubia ilikuwa inachukuliwa kuwa nzuri zaidi na thamani kuliko ile ya maeneo mengine ya dunia. Wafanyabiashara wa Nubia waliwasafirisha vitu vya thamani kama pembe za ndovu, ngozi na viungo kutoka Afrika ya Kati. Uhusiano kati ya Nubia na Misri ulikuwa mchanganyiko wa vita, biashara na mara nyingine ushirikiano wa kidiplomasia. Mfalme Kashta ni mtu wa kwanza wa nasaba ya 25 ambaye alianza msukumo wa kutawala Misri. Yeye alitawala Nubia katika miaka 1008 hadi 1770 kabla ya Kristo. Kashta alitangaza kuwa yeye ni mlinzi halali wa utamaduni wa Kimisri dhidi ya wageni na wapotovu. Msukosuko wa kisiasa Misri ulikuwa umefanya nchi hiyo kuwa dhaifu na kugawanyika katika majimbo mengi. Kashta aliona fursa ya kuingia na kudai kuwa yeye alikuwa mrithi halali wa kiti cha Farao. Mwanawe Pie ndiye aliyetimiza ndoto ya kutawala Misri kwa nguvu za kijeshi na akili kubwa. Hebu mniambie katika sehemu ya maoni ni vitu gani vya ajabu kuhusu Nubia mmevisikia kabla ya video hii. Pie alitawala kutoka miaka 1770 hadi 1756 kabla ya Kristo. Yeye aliweza kufanya yale ambayo baba yake alikuwa ameanza, yaani kuunganisha Misri chini ya bendera moja. Pie alikuwa mwanaume aliyeamini sana katika dini na alitaka kurudisha ibada za asili za Kimisri. Wafalme wa Misri walikuwa wameanza kusahau desturi za zamani na kumkubali miungu mipya kutoka nchi za kigeni. Pia alisema kuwa yeye alikuwa akifanya kazi ya miungu ili kurudisha utukufu wa Misri na Nubia. Jeshi lake lilikuwa na wapiga upinde hodari kutoka Nubia waliokuwa mashuhuri kwa ustadi wao wa vita. Katika miaka 1775, Pie alianza vita dhidi ya wafalme wadogo wa Misri. Alisonga kaskazini na kushinda mji baada ya mji, wakati mwingine akitumia diplomasia badala ya nguvu za silaha. Stela ya ushindi wa Pie ni jiwe maarufu ambalo linasimulia mambo yaliyotokea wakati wa ushindi wake Misri. Jiwe hili linapatikana katika jimbo la Nubia na linasimulia kwa undani jinsi Pie alivyoweza kushinda maadui. Kwa mfano, Pie alikataa kula chakula pamoja na baadhi ya wafalme wa Misri waliojitolea kwa sababu hawakuwa safi. Hii inaonyesha jinsi Pie alivyoshikamana na kanuni za dini na usafi kama alivyoelewa kwa mujibu wa mila. Wafalme wengi wa Misri walisalimika kwa Pie, wakimkubali kuwa farao halali wa nchi yote ya Misri. Lakini vita hayakuisha kabisa, kwa sababu wafalme wengine bado waliendelea kupinga mamlaka ya Pie na Wananubia. Pie alirudi Nubia baada ya kushinda, akiacha mamlaka kwa maafisa wake katika miji ya kaskazini ya Misri. Hii ni jambo la kushangaza kwa sababu wengi wa mashujaa wa zamani walikaa katika nchi walioshinda. Mrithi wa Pie alikuwa Shabaka, ambaye alitawala kutoka miaka 1770 hadi 1769. Shabaka alihamisha makao makuu ya ufalme wake hadi Misri, akichagua Memphis kuwa kitovu cha utawala wake. Yeye alikuwa msaidizi mkubwa wa sanaa na ujenzi, akijenga mahekalu mapya na kukarabati yale ya zamani. Shabaka aliandika maandishi maarufu ya kidini yanayojulikana kama Jiwe la Shabaka, linalozungumzia muundo wa ulimwengu. Maandishi haya yanaonyesha falsafa ya Kinubia na Kimisri kuhusu asili ya maisha na nguvu za kimungu. Shabaka alijaribu kutengeneza uhusiano mwema kati ya Wananubia na Wamisri kwa kuchanganya utamaduni wote wawili. Yeye alilinda Misri dhidi ya uvamizi wa Waashuru ambao walikuwa dhamana kubwa kutoka mashariki ya Misri. Kwa kweli, unaweza kuniambia hapa chini ni mambo gani muhimu zaidi kati ya dini na utawala wa kisiasa? Kipindi cha Shabaka kilikuwa ni wakati wa starehe na maendeleo ya sanaa, lakini pia kulikuwa na changamoto za kijeshi. Waashuru walikuwa wameendelea kupanua milki yao kaskazini,
wakitaka kushinda nchi zote za Mashariki ya Kati. Shabaka alijua kwamba Uashuru ulikuwa tishio kwa Misri na Nubia. Kwa hivyo alijaribu kuimarisha ulinzi. Alijengea ngome za kijeshi na akaongeza wanajeshi katika mipaka ili kulinda nchi dhidi ya uvamizi unaoweza kutokea. Shabaka alilipa kifo baada ya miaka takriban 15 ya utawala wenye mafanikio na amani. Mrithi wake Shebitku alitawala kwa muda mfupi kabla ya Taharka, mfalme aliyekuwa mashuhuri zaidi wa nasaba hii. Taharka alitawala kutoka miaka 1769 hadi 1653. Yeye ni farao mweusi aliyejulikana zaidi katika historia kwa sababu ya mambo makubwa aliyoyafanya wakati wa utawala. Taharka alijenga mahekalu mengi, majengo makubwa, akiacha alama yake katika Misri na Nubia kwa pamoja. Mmoja wa miradi yake mikubwa ilikuwa ukarabati wa hekalu la Karnak, mahali pa ibada muhimu sana huko Thebes. Taharka pia alijenga piramidi yake mwenyewe huko Nuri, Sudan, ambayo bado inaonekana hadi leo kwa wataalamu. Wakati wake ulikuwa ni kipindi cha mapambano makali na Waashuru ambao walikuwa wameendelea kusonga magharibi. Kwa bahati mbaya, Taharka hakuweza kuwashinda Waashuru ambao walikuwa na silaha bora na jeshi kubwa sana. Mfalme wa Waashuru, Esarhaddon, alivamia Misri mwaka 1667 na kuteka Memphis. Taharka alilazimika kukimbia hadi kusini, akiwa amejaribu kupanga namna ya kupata tena milki yake iliyopotea. Lakini Waashuru waliweza kuendelea kushambulia, na mwanawe wa Esarhaddon, Ashurbanipal, alivamia tena Misri mwaka 1656. Ufalme wa Wananubia katika Misri ulikaribia mwisho, ingawa Taharka na mrithi wake Tanutamun walijaribu kupambana tena. Hatimaye Wananubia walishindwa na kuondolewa kwenye mamlaka ya Misri kabla ya miaka 1650. Taharka alirudi Nubia na kuendelea kutawala kutoka huko hadi kifo chake miaka michache baadaye kwa amani. Pamoja na kushindwa, utawala wake ulibaki ukumbukumbu kama kipindi cha ukuu na bidii ya kupambana. Kwa wale ambao bado hamkubonyeza kitufe cha jiunge, sasa hivi ni wakati mzuri wa kufanya hivyo na kuweka kidole juu. Baada ya kuondolewa Misri, Wananubia waliendelea kutawala Nubia na kuendesha utamaduni wao kwa miaka mingi zaidi. Mfalme Aspelta na watawala wengine walihamisha makao makuu hadi Meroe, kusini zaidi ya Napata ya zamani. Meroe ikawa kitovu kipya cha biashara, sanaa na sayansi, na ufalme ukaendelea kustawi kwa karne nyingi. Wananubia wa Meroe walianzisha hati yao ya maandishi, tofauti na hati ya Kimisri ambayo bado haijatafsiriwa kikamilifu. Sanaa ya Meroe ilionyesha zaidi ushawishi wa Kiafrika kuliko ile ya nyakati za Napata, wakionyesha uhuru wa kitamaduni. Ufalme wa Meroe uliendelea kufanya biashara na Misri, Ugiriki na maeneo ya pwani ya Bahari ya Shamu. Wananubia waliendelea kutengeneza dhahabu, chuma na bidhaa za sanaa ambazo zilikuwa zinathaminiwa sana ulimwenguni kote. Kwa miaka mamai, Meroe ikawa ni kitovu cha elimu, dini na biashara katika Afrika ya Mashariki. Piramidi zaidi ya 200 zilijengwa Meroe, zikiwa ni ushahidi wa utajiri na nguvu ya ufalme huu. Wananubia wa kipindi hiki waliendelea kujenga mahekalu na kufanya ibada kwa miungu yao ya kipekee na ya Kimisri. Lakini hatimaye, kwa sababu za kiuchumi na uvamizi wa makabila ya jirani, ufalme wa Meroe ulianza kushuka. Katika karne ya 4 baada ya Kristo, ufalme wa Aksum kutoka Ethiopia uliwashinda Wananubia na kumalizisha ufalme wa Meroe. Hii ilikuwa ni mwisho wa ufalme uliokuwa umeshika kwa mamia ya miaka na kuathiri historia ya Afrika. Sasa tuelezee ni kwa nini Nubia na wafalaoni weusi wamesahauliwa sana katika historia ya ulimwengu hadi kipindi hiki. Kwanza, wanahistoria wa Ulaya wa karne ya 19 na 20 walikuwa na upendeleo wa kusema kuwa Misri ilikuwa ni utamaduni wa watu weupe. Wao walikataa kuamini kwamba watu weusi wangeweza kutawala jengo moja kati ya falme kuu za ulimwengu wa kale.
Waafrika waliotawala Misri waliwekwa pembezoni katika maandishi mengi, kana kwamba walikuwa ni wageni wa bahati mbaya tu. Ukweli ni kwamba Wananubia walikuwa ni sehemu muhimu ya ustaarabu wa Misri kwa karne nyingi nzima. Uchunguzi wa kisayansi wa hivi karibuni umeonyesha bila shaka kwamba Wananubia walikuwa ni watu wenye akili na ujuzi. Piramidi za Nubia ziko nyingi zaidi kuliko zile za Misri, jambo ambalo watu wengi hawajui hata kidogo. Wananubia walikuwa wamejenga zaidi ya 250 hadi 300 za piramidi katika maeneo tofauti. Kwa kulinganisha, Misri ina takribani piramidi 130 tu kwa pamoja katika maeneo yote. Ukubwa wa piramidi za Nubia ulikuwa mdogo, lakini desturi ya kuzika wafalme katika piramidi iliendelea kwa muda mrefu. Hizi ni ukweli ambao unapaswa kuzingatia ukiangalia umuhimu wa utamaduni wa Nubia katika historia ya Afrika. Dhahabu ya Nubia ilikuwa inachukuliwa kuwa ya ubora wa juu sana na ilitumiwa kufanya vitu vya thamani. Hata Biblia inazungumzia Nubia ikiita Kush na kuitaja kama nchi yenye utajiri mkubwa na nguvu za kijeshi. Kumbukeni kutoa maoni yenu hapa chini kuhusu mambo ambayo yanaonyesha uwezo wa Wananubia katika sanaa na sayansi. Wananubia walikuwa na ujuzi wa kutengeneza silaha za chuma, jambo ambalo liliwapatia faida kubwa katika vita. Uchimbaji mdini wa chuma ulikuwa maarufu katika Meroe, na ufalme ulijulikana kama kitovu cha uzalishaji wa chuma. Moto wa kuyeyushia chuma ulionekana katika maeneo mengi ya Meroe, na makomba yake bado yanapatikana hadi leo. Teknolojia hii iliwapatia Wananubia silaha bora na vyombo vya kilimo vinavyosaidia kuongeza uzalishaji wa mazao. Kwa njia hii, Nubia ilikuwa ni mojawapo ya maeneo ya kwanza barani Afrika kufanya vitu vya chuma. Ujuzi huu ulichangia sana katika uchumi na nguvu za kijeshi za ufalme wa Nubia kwa miaka mingi. Wanawake katika jamii ya Nubia walikuwa na nafasi kubwa, na wakati mwingine walitawala kama malkia wasiokuwa na mume. Candace ni jina ambalo lilitumika kwa malkia au mama malkia wa Nubia, na wanawake hawa walikuwa na mamlaka ya kisiasa. Kuna kumbukumbu za malkia kama Amanirenas ambaye alipigana vita na Warumi na hata kuwashinda katika mapambano fulani. Malkia huyu alipoteza jicho lake katika vita, lakini aliendelea kupigana kwa ujasiri mkubwa dhidi ya majeshi ya Augustus. Historia ya wanawake wenye nguvu katika Nubia inaonyesha kwamba jamii hiyo ilikuwa na mawazo ya kuwaangalia wanawake tofauti. Ushahidi wa sanaa unaonyesha malkia wa Nubia wakivaa mavazi ya kivita na kushika silaha za kupigana vita. Hii ni tofauti sana na mifumo ya kifalme katika maeneo mengine ya ulimwengu wakati huo huo. Kwa hivyo, tunaweza kusema kwamba Nubia ilikuwa na mfumo wa kijamii ambao ulithamini sana haki na uwezo wa wanawake. Dini ya Nubia ilikuwa mchanganyiko wa itikadi za Kimisri na desturi za asili za Kiafrika kutoka maeneo ya Afrika. Mungu Amun alikuwa muhimu sana kwa Wananubia, na mahekalu mengi yaliwaya yeye katika Napata na Meroe. Wananubia waliamini kwamba wafalme wao walikuwa wazao wa Mungu Amun, na kwa hivyo walikuwa na haki ya kutawala. Ibada ilikuwa na sherehe kubwa, matoleo ya wanyama na maombi ya pamoja kwa watu wa kawaida na wafalme. Makuhani katika Nubia walikuwa na nguvu kubwa, na wakati mwingine waliweza kuchagua mfalme mpya kutoka kwa wazao wa kifalme. Hii inaonyesha kwamba dini ilikuwa sio tu mambo ya imani, bali pia sehemu muhimu ya utawala wa kisiasa. Sanaa ya Nubia ilikuwa na mtindo wake wa kipekee ambao ulikuwa mchanganyiko wa ushawishi wa Kimisri na Kiafrika. Vinyago vya sura za wafalme vilionyesha sifa za Kiafrika kama vile midomo mikubwa na pua pana na nywele zenye kuwa ngumu. Hii ni tofauti na sanaa ya Wamisri ambayo mara nyingi ilionyesha sura za kiitikadi zaidi kuliko halisi. Wananubia walipenda kutumia rangi nyingi katika sanaa zao, hasa nyekundu, bluu
na manjano yenye kung'aa. Vilevile, mapambo ya dhahabu na vito vilikuwa vya kawaida kwa watu wa tabaka la juu la Nubia. Mapambo haya yalikuwa si tu kwa uzuri, bali pia yalionyesha hadhi na utajiri wa mtu katika jamii. Wafanyabiashara wa Nubia walileta vitu vya thamani kutoka Mashariki ya Kati, India na hata Uchina kupitia njia za biashara. Hezbollah, tuangalie jinsi biashara ilivyokuwa muhimu katika uchumi na maisha ya Wananubia kwa karne nyingi nzima. Njia ya Nile ilikuwa ni highway ya biashara kuu ambayo iliunganisha Nubia na Misri na maeneo mengine. Bidhaa kama dhahabu, pembe za ndovu, ngozi za wanyama na viungo vilisafirishwa kupitia njia hii kwa mashua. Wafanyabiashara wa Nubia walifika hadi pwani ya bahari ya Sham na maeneo ya Mashariki ya Kati kupitia safari za usiku. Uchumi wa Nubia ulitegemea sana biashara hii, na ndio maana wafalme walilinda njia za biashara kwa bidii. Wakati Nubia ilipoanza kupoteza udhibiti wa njia hizi, ufalme wake ulianza kuwa dhaifu na hatimaye ukashindwa. Hii inatuonyesha kwamba biashara na uchumi ni sehemu muhimu ya nguvu za mataifa yote ya dunia. Mapambano kati ya Nubia na Waashuru yalionyesha jinsi vita vinavyoweza kubadilisha mienendo ya historia kwa njia kubwa. Waashuru walikuwa na jeshi kubwa na lenye silaha bora, wakiwemo farasi wa vita na magari ya kupigania. Wananubia walikuwa na wapiga upinde wazuri, lakini hawakuwa na uwezo wa kushindana na nguvu kamili ya Waashuru. Kushindwa kwa Wananubia katika Misri kulikuwa ni matokeo ya uwiano wa nguvu, sio ukosefu wa ujasiri. Taharka na watawala wengine walipambana kwa bidii kubwa, lakini teknolojia na hesabu zilishinda mwishowe kwa upande wa Waashuru. Hata hivyo, Wananubia hawakuangamia kabisa, bali walirudi Nubia na kuendeleza utamaduni wao kwa karne nyingi zaidi. Hii ni somo muhimu kuhusu upinzani na uwezo wa mataifa kuendelea kustawi hata baada ya kushindwa vitani. Sasa ninyi nyote mshaona jinsi historia ya Nubia inavyofundisha mambo mengi kuhusu utamaduni, utawala na upinzani. Wafalaoni weusi wa Nubia walitawala Misri kwa miaka takriban 70, wakati ambao mara nyingi unasahaulika au kupuuzwa. Lakini ukweli ni kwamba kipindi hicho kilikuwa na mchango mkubwa katika historia ya Misri na Afrika nzima. Wananubia walijenga piramidi nyingi, walikuwa na ustadi wa biashara na kiwanda, na walikuwa na jamii yenye haki. Wanawake wa Nubia walipata fursa za kutawala na kupigana vita, jambo ambalo halikuliwadia katika maeneo mengine ya ulimwengu. Dini na sanaa za Nubia zilionyesha uchanganyiko wa ushawishi wa Kimisri na asili za Kiafrika kwa njia ya kipekee. Piramidi za Nubia, nyingi zaidi ya zile za Misri, ni ushahidi wa utajiri na itikadi ya kiroho ya watu. Teknolojia ya kutengeneza chuma ilifanya Nubia kuwa kitovu cha uzalishaji na nguvu za kiuchumi katika Afrika Mashariki. Biashara na uchumi vilikuwa ni nguvu kuu zinazosukuma mafanikio ya ufalme, na walipotelea udhibiti wake, ufalme ulianza kushuka. Historia hii pia inatuonyesha jinsi makala ya kizungu na ubaguzi wa rangi vilivyoweza kufuta ukumbusho wa mchango wa Afrika. Kwa miaka mingi, wanahistoria walikataa kukubali kwamba watu weusi waliweza kuwa viongozi wa ustaarabu mkubwa kama Misri. Lakini uchunguzi wa kisayansi na uchimbaji mdini umeonyesha ukweli bila shaka kuhusu ukuu wa Nubia na Wananubia. Historia ya Nubia ni sehemu muhimu ya hadithi ya Afrika ambayo inapaswa kujulikana na kustahiliwa na ulimwengu wote. Leo tunaweza kujifunza somo kuhusu upinzani, bidii na uwezo wa kuishi na kustawi hata katika hali ngumu. Wananubia walionyesha kwamba kushindwa vita kwa muda fulani hakumaanishi mwisho wa utamaduni au uwezo wa taifa. Ufalme wa Meroe uliendelea kwa karne nyingi baada ya kuondoka Misri na ukaacha alama kubwa katika historia. Sanaa, sayansi, biashara na utawala wa Nubia vilikuwa vya hali ya juu
na vilistahili kuzingatiwa katika masomo. Ni jukumu letu sisi wote kuhakikisha urithi huu hauji kusahaulika tena katika miaka ijayo ya historia. Kwa hivyo, nawaalika wote kubonyeza kitufe cha jiunge na kuwa sehemu ya familia ya ufalme uliopotea ili tufatane. Pia, weka kidole juu kwenye video hii ili tusaidie kufikisha watu wengine wengi zaidi wa kusikia hadithi hizi. Katika sehemu ya maoni, niambie ni hitimisho gani unaloweza kufanya kutoka kwa historia hii ya ajabu ya Nubia. Je, wewe unafikiri ni kwa nini historia ya Wafalaoni weusi imesahauliwa kwa muda mrefu katika vitabu vya historia? Nini tunaweza kujifunza kutoka kwa upinzani na mafanikio ya Wananubia katika maisha yetu ya leo ya ulimwengu? Andika mawazo yako hapa chini na tukumbuke kwamba kila taifa lina hadithi yake ya kipekee inayostahili kusikizwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tutaonana katika video ijayo ya Ufalme Uliopotea kwa hadithi nyingine za ajabu.